Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Nani unamuoa na unaolewa na nani? Tumalizie. Ndugu Waislamu, mke ndio utulivu kwa mume na ndio shamba la mume na ndio mshirika katika maisha yake, lakini ndio mlezi wa nyumba yake, lakini ndio mama wa watoto wake, lakini ndiyo tulizo la moyo wake na ndiyo sehemu ya siri zake na minong'ono yake. Mmeelewa hii nukta hapa? Mke ndiyo pumziko lako, ndiyo shamba lako, ndiyo mshirika wa maisha yako, ndiye mlezi wa nyumba yako, ndo mama wa watoto wako, ndio kitulizo cha moyo wako na ndiyo sehemu ya siri zako na minong'ono yako. Lakini pia huyo mke ndiyo nguzo muhimu sana katika nguzo za familia, kwa sababu yeye ndiye anazaa watoto, na kutokamana na yeye watoto wanarithi mambo mengi mazuri na sifa mbalimbali, na yeye ndiye ambaye katika utunzaji wake, uleaji wake, anapatikana kizazi kizuri. Lakini kutokamana na mama ndio watoto wanarithi lugha yake, yale anayozungumza wanarithi kutoka kwa mama, wanachuma mambo mengi katika desturi na ada, lakini watoto watajifunza dini yao kutokana na mama. Hapa tunazungumza na wanamume sasa, unaotaka kuoa. Tumeona hamasisho la ndoa, lakini tuko hapa sasa, unamchagua mtu. Haya yote yaangalia haya, kwamba watoto watajua dini kutoka kwa mama na zile tabia za kijamii wataziiga kutoka kwa mama. Kwa sababu hiyo mambo yote haya anayasimamia mama, na wewe upo katika shughuli zako. Uislamu ukalitilia maanani swala la kuchagua mwanamke mwema, na Uislamu ukajalia ya kwamba miongoni mwa starehe nzuri za dunia ambayo mtu yamfaa sana kuichunga na aipupie ni mke mwema, na hakuna maslahi isipokuwa mwanamke awe mwenye kuhifadhi dini, awe ni mwenye kushikana na mambo mazuri, awe mwenye kuchunga haki za mume, mwenye kuwahifadhi watoto. Haya ndio ambayo yanapasa wewe uyatazame. Mwanamke mwenye kuhifadhi dini, mwanamke anashikamana na mambo mazuri, mwanamke anachunga haki za mume, mwanamke anawahifadhi watoto. Haya ndio mambo ambayo wewe watakiwa uyaangalie kabla hujaingia katika ndoa. Lakini mengineyo katika madhahiri dunia, mambo ya kidunia tu, Uislamu umeyatahadharisha kama mtu anaingia katika ndoa kwa kuyatazama mambo hayo. Na wengi katika watu leo wanatazama mali nyingi. Unaambiwa mwanamke anaolewa kwa mali yake, mwenye mali nyingi. Kijana unajiweka pale kwa sababu mwanamke ana mali nyingi, au aljamali alfatin, uzuri uliopitiliza ndio unaangalia, au cheo kikubwa sana, au ukoo wake, au mengineyo katika mambo ya kujifakhiri, baba zake ni kina fulani na kina fulani na kina fulani, pasina kuangalia ukamilifu katika mambo tuliyoyataja, ya kwamba akiwa mwenye kuhifadhi dini atalea watoto vizuri. Ndio unakuja kuona kama hujaangalia hayo, umeangalia mengine ya uzuri mwingi, umeangalia mali nyingi, cheo kikubwa, mwanamke huyu anafanya kazi benki bwana, siwezi kuachana naye, basi utakuta ndo hayo matunda ya ndoa yanakuja kuwa machungu na matokeo yake yanakuwa ni mabaya. Kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa tahadhari akasema, iyakum wa khudara'i dum, tahadharini kuoa wanawake au kijani kibichi. Kijani kibichi, na hii dum ni nini?
ni yale mabaki ya nyumba, yani nyumba ilijengwa, watu wakaishi, wakaondoka, gofu likabomoka, ule udongo unakuwa na rutuba, sawa, unakuwa na rutuba, vitu vinamea pale, yani mimea, vitu vizuri, sawa, kwa sababu panakuwa na rutuba. Mtume anasema tahadharini na wanawake kijani kibichi kama ambacho kinaonekana pale, nyumba ilikuwepo ikabomoka, ilibaki gofu. Masahaba wakasema, ya Rasulullah, wa ma khudara dumni, ni kina nani hao ambao kijani kibichi? Akasema almar'atul hasna fi manbati suq, mwanamke mzuri sana ila ametoka katika sehemu ambayo sio familia yake na mwingine, hajaleleka vizuri. Na Mtume anasema msioe wanawake lihusnihinna, kwa sababu ya uzuri wao. Huenda huo uzuri huwa unaisha. Uzuri unafanya nini? Inafika hatua uzuri, umri unakwenda, mambo inabadilika. Kama ulimpenda kwa uzuri, utamuona tena afai. Msiwaoe kwa mali zao, mali huwa zinakwisha, au mali zinaweza ikamtia kiburi mwanamke akakubadilika, ukashangaa, ukapata tabu, vikao vingi vya kusuluhisha, unazitaka aya nyingi, unawapa watu pesa, maustazi waje watoe mawaidha nyumbani. Ulimuoa kwa sababu ya mali zile, ameanza kukushashafi. Lakini waoeni wanawake kwa kuangalia dini, wala amatu harma dhata dini afdal. Tumesema hata kumuoa mwanamke mtumwa ambaye miguu yake imechanika, imepasuka, lakini ana dini, huyo ni bora sana. Kwa wanamume, mnapochagua kuoa, tazameni dini. Katika hadithi nyingine Mtume anasema man tazawaja imra'atan limaliha, atakayeoa mwanamke kwa sababu ya mali yake, lam yazidhu Allahu illa faqra, Allah hatakuzidishia isipokuwa ufakiri. Kwa mtumwa atakuendesha. Wa man tazawaja imra'atan lihasabiha, ambaye ataoa mwanamke kwa sababu ya ile familia yake au nafasi yake, cheo chake na mengine, lam yazidhu illa danaa, hakuna kitakachoongezeka kwako wewe isipokuwa udhalili. Waman tazawaja imra'atan liyaghudda biha basara, na atakayeoa mwanamke kwa ajili kupitia mwanamke yule jicho lako lihifadhike, usitazame ya haramu. Wa yuhassina farja, na uhifadhi tupu yako. Au yasila rahma, au umeoa mwanamke kwa ajili ya kuunga kizazi chako. Unaona kuna binti sehemu fulani ndugu zako wapenda sana, wanamtaja sana, na mimi ndugu zangu kama hatuelewani, hebu ni muoe yule, anaweza akaniunganisha, ana urafiki na mama, anaongea sana na dada zangu, sawa, lakini yuko vizuri mashaallah katika dini yake. Ukamuoa kwa kusudio hilo, jicho lako lihifadhike, tupu yako istirike, lakini unganishe kizazi chako. Mtume akaomba dua, akasema barakallahu lahu fiha wa baraka laha fihi, Allah akubarikie kwa huyo mwanamke wa namna hiyo, na yeye apate baraka kutokana na wewe. Kwa hiyo ukitaka kuoa kijana, angalia makusudio hayo, lakini mambo mengine hayana faida. Kwa haraka, muda ushakwenda sana. Uislamu pia umeweka mipaka kunako mwanamke mwema. Mwanamke mwema, kuna mambo ambayo Uislamu umeyawekea mipaka. Haya yanaonyesha huyu ni mwanamke mwema. Mambo hayo yamekuja katika hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairun nisai, wanawake waliokuwa bora kabisa. Unataka kuoa, sikiliza, wanawake waliokuwa bora kabisa, man idha nadharta ilaiha sarhat, ni yule ambaye ukimtazama na kufurahisha. Hapo Uislamu hujakwepa kidogo kwenye uzuri, au hujakwepa kidogo, sawa, lakini asiwe na sifa moja tu ya uzuri, kwa sababu tabiatul insan ndio katika maumbile ya kibinadamu kupenda kitu kizuri, sawa. Kwa wanawake walio bora ni yule ambaye ukimtazama na kufurahisha, uzuri hapo. Wa idha amartaha ata'atka, ukimwamrisha na kutii, sifa nyingine hiyo, huyo ndio mwanamke bora. Hapa tunazungumzia Uislamu umeweka mipaka ya kwamba mwanamke gani mwema. Ukitaka kupata mwanamke mwema, angalia haya: ukimtazama na kufurahisha,
ukimwamrisha na kutii. Wa idha qasamta alaiha abarrati, na ukimwapia katika jambo fulani analitimiza. Anafanya nini? Anatimiza. Wa idha ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malik, na ukiwa haupo anakuhifadhi, anahifadhi heshima yako na anahifadhi mali yako. Kwa awe mzuri, ukimwangalia anakufurahisha, mtiifu, ukimwamrisha na kutii, lakini ni mwema. Kwa maana mimi nataka uhifadhi Qur'an. Sawa, anaanza darasa. Baada ya mwaka mmoja miwili, mume wangu hayasikiliza, mimi nimeshahifadhi. Lakini magumu, Allah ajalie kufanya. Na sifa ya nne ya kwamba ikiwa huko anakuhifadhi. Hiyo katika kuchagua mke. Nukta tumalizie mwisho kabisa, kuchagua mume. Kuna baadhi wanamume tushajivisha kasumba hiyo ya kwamba ukitaka kuoa, hata kama wewe ni mbaya sana, tabia zako hazieleweki, wewe unataka tu mwanamke mwema. Hata huko maskani vijana wana mambo yao vijiweni huko na nini, lakini ikifika kwenye kuoa anatafuta wazee wamtafutie binti mtulivu ametulia. Yeye hajatulia, yeye mambo yake mabaya, sawa, ila anatafuta wazee wakamtafutie binti mtulivu. Mimi nikaa kuoa bwana, hayo ametulia kweli kweli. Sasa na wewe unaikuja kuolewa, Uislamu na wewe unakuhamasisha uangalie sana sana wasimamizi. Ni juu ya wasimamizi, baba na wengineo, wachague wa kumuoa binti yao, wasimuozeshe kwa mtu ambaye hana dini na wala hana tabia, kama Mtume alivyosema, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, akikujieni mtu ambaye mnaridhika na dini yake na tabia zake, muozesheni. Kwa mtu aweza kuwa na dini ila tabia hazieleweki, na hawezi kuwa na tabia nzuri mtu ambaye hana dini. Kwa hiyo baba, mama na wengineo katika wasimamizi, kwa mabinti zenu wakichumbiwa, waozesheni watu ambao wana tabia zilizokuwa nzuri. Ikiwa ataishi naye kwa wema. Ukimchagua kijana mzuri wa kuoa binti yako, ikiwa ataishi naye, Allah amewajalia umri, ikiwa ataishi naye kwa wema, na ikiwa itafika hatua wameshindwana, ataachana naye kwa wema. Siku moja mtu mmoja alimuuliza Hassan ibn Ali, mjukuu wa Mtume, anamwambia, inna li bintan, mimi ninaye binti, faman tara an uzawijaha lahu, unaona nimuozeshe mtu wa aina gani? Hassan akasema, zawijha liman yattaqillah, muozeshe kwa mtu ambaye anamcha Allah. Fa in ahabbaha akramaha, ikiwa atampenda mwanamke huyo atamkirimu. Muozeshe binti yako mtu ambaye anamcha Allah, mtu mwenye dini, mwenye tabia. Ikiwa atampenda binti yako atamkirimu. Wa in abghadaha, na ikiwa atamkasirikia, lam yadhlimha, hatomdhulumu, talaka, sawa, hatomdhulumu, hatofanya ndio sehemu ya kuonesha hasira yake, makasiriko yake. Kwa hiyo baba, likifika jambo hilo, jitahidi kumchagulia binti yako kijana aliyekuwa mwema, na sio tu akifika zamu ya kijana wako kuoa unakwenda kutafuta nyumba ambayo mabinti wazuri wametulia, kijana wako aoe. Lakini wakija mabinti zako, yoyote atakayekuja tu kwa sababu amekuahidi gari, amesema mzee akajumba utakaezeka, basi wewe ujali huyo binti anakwenda kuishi maisha ya namna gani, unamruhusu aende tu, la, utakuwa umejitengenezea ubaya na hasira ya Allah itakuwa na wewe. Allah ajalie tu miongoni mwa wale wanasikia kwa mazuri na wanafanya kazi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda.